You have fought battles. You have fought for our lives. We have every reason to honor you. Abba, we lift all the glory and honor to you. This far you are Ebenezer. This far you have been our God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we bless you. We bless you. We bless you. We bless you, Daddy. We bless you. We bless you. Thank you, Holy God. All the glory, honor belongs to you. We worship thee. We bless your name. The Bible says that the plans you have for us is good and not for evil, to give us hope and future, to prosper your people. Thank you, Jesus. You shall never forsake us, not leave us.
The Bible says you shall be together with us to the end of the times. Well, Holy Spirit of God, have your way in this place. This is your meeting, Holy Father. Have your way and take over in the name of Jesus. I bind every spirit of the enemy, roho ya kutangatanga, ya kutumwa na kujituma, na ishika mateka kwa jina la Yesu. Ewe roho chafu, huu ni mkutano wa Mungu na watoto wake. I command you to submit. I command you to submit in the name of Jesus. Every spirit of witchcraft, submit now. Confusion and heaviness, submit now. Yes. Now. Yes. Now. Yes. Now. Yes. Now. Yes. Submit Yes. in the name of Jesus. Roho ambazo huja kuimba mioyo na roho za watu wa Mungu na mawazo wasikaweze kupata neno, ninawashika mateka na watiisha chini ya mamlaka ya Yesu. Natangaza yeyote aliye chini ya sauti hii, hakuna atakayerudi nyumbani na kifungo. Mawazo yetu na roho zetu zinaenda kukombolewa katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya wapendwa hawa wamesimama katika madhabahu. Ninaomba kwa jina la Yesu kaweze kuwabariki wakiingia na wakitoka. Bariki biashara zao, bariki watoto, bariki hata kazi zao Bwana. Ninakemea shetani ambayo amekuwa akiwafuata. Natangaza mlango ukafunguke siku ijayo ya kesho katika jina la Yesu. Maroho ambayo yamekuwa yakifinya na kuwatesa, na yatangazia wakati wake umefika mwisho. I declare they are blessed of the Lord. The church is favored. It is the time for this church for the next level. It is our time. In the name of Jesus. Holy Spirit, speak to us and use me as your vessel of honor to speak your anointed word according to your very will. In Jesus' name I pray, and the church say amen. 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 Yes, my God. You can sit down in the presence of God. Hallelujah. Amen. Salute your neighbor for me. Salimia jirani yako, mkaribishe, mwambie tayarisha sahani na kisima. Amen. Amen. Abia jirani tayarisha sahani na kijiko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusalimiane hivi hewani katika jina la Yesu. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Inasikika huko nyuma? Can somebody hear me? Hallelujah. Amen. Ninachukua nafasi hii kuwakaribisha mara tena kwa sababu ya ibada ya leo. Ninatumai ya kwamba in the next 40-50 minutes tutakuwa tunamalizia. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kila kitu. Praise and worship. Mara mingi wakati tumekuja kwa ibada, kuna majamaa mahali hawatakagi tuabudu Mungu wetu. Si mnajua hivyo? Lakini we must worship, we must praise him. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushawahi ona mikutano ambayo ni ya siasa, mikutano ambayo haina Mungu. Saudi haziletagi shida. Ushawahi realize hivyo? It is only in the church whereby kuna shangaa ni nini inaendelea. But we understand. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. So I want to bless God for today, and I want to promise you that God is going to bless you and me. And at the end of the day, you will not regret why you came. Mimi naendelea vizuri pamoja na my sweetheart. Amen. Amen. Kwa nini wengine hataki kusema hivi? She was reminding me the other day ya kwamba we are celebrating our 17th anniversary in our marriage. I was very much surprised. Sikuwa ninajua tumemaliza miaka mingi hivyo kwa ndoa. Na unajua wanaume hatujuagi mambo haya. Unakumbushwa birthday hata yako hukumbuki na kuaga. Baadaye ni siku hizi ninaona watu wameweka mambo ya birthday juu sana. Nyakati zetu mimi hata wewe ushaifanya birthday? Let's be honest. Ni siku hizi na mimi naona watoto wangu wananikumbusha almost kikaribia kama mwezi mzima na kukumbushwa na dua dadi iko karibu na tayarishwa mzuri.
na tusipoifanya inakuwa ni issue. Na mimi sasa unajua nikiambia watoto wangu sikufanyia yangu hawezi understand. Maana wamezaliwa hapa town. But my wife was reminding me ya kwamba tumemaliza 17 years. So tunazeeka. Apia jirani yako hata wewe unazeeka. Amen. Na ni vizuri kufanyia Mungu kazi wakati uko na hii mlidogo. Maana kuna wakati utafika ukijaribu kuinua mguu unasikia. Kiambiwa uruke, unasikia nisikia Mungu mwingine akisema sio vizuri kulazimishia kila mtu kuruka kwa kanisa. Maana unaweza lazimisha kila mtu muone mtu ameanguka hapa, ameenda. So ukiona mtu haruki, tafadhali usimlazimishe ruka, umwambie wewe uko na pepo kupona haruki. Tuko in different levels Bwana Yesu asifiwe. Lakini church yetu ni ya vijana, tunashukuru Bwana. So I was saying ya kwamba time is running out very fast na ni vizuri tutumikie Mungu saa hii tuko na miaka hii tuko nayo. In our early years tutumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako kama anatumikia Mungu. Au wakati utaisha meno ndio utasema unataka kutumikia Mungu. Ukiambiwa useme praise the Lord unasema praise the Lord. Sababu meno hakuna. Ambia jirani yako this is the time to serve God. Huu ndio wakati. Ambia jirani yako hivi. So wakati unakuja hapa, if you can dance for the Lord, do it. Kuna siku Daudi alidance for the Lord na ikawa recorded in the Bible. Siku kudance inaonekana kama ni ujinga. Especially watu wa mwili wanashaka sasa mnafanya nini? Daudi alisifu, akarukaruka na nafikiria nyakati hizo nguo hizo zao hazikuwa kama hizi zetu. Vazi la juu la Daudi lilianguka chini my friend. Na mfalme mzima. Naye msichana wa Saul, maana Daudi alikuwa ameoa msichana wa Saul. Si unajua hivyo? Alikuwa ameoa msichana wa Saul. Akamwangalilia akamwanya hivi. Mwambie ni mjinga sana. Unaweza kudansi mbele ya wasichana na mdai mpaka swali zinakuwa kichwa yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna matusi baya kama matusi ya bibi. Inaikiaka kuliko msumeno. Afadhali mtu fikiri ya kutusi. Bibi akikwambia kitu baya, asikiaka kuisha. Si ni kweli wazee? Kwani mlitusiwa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi akamwambia, mimi wewe unaona hii kudansi yangu hii unaona ni ujika. Hii ndio ilifanya nikupata. Hii kudansi. Hii ndio ilifanya nikubalike na baba yako. Hii kudansi. So you can dance your way to greatness. You can dance your ways to blessing. Yes. You can dance your way to favor. Yes. You can dance your way to breakthrough. Yes. Wakati mwingine unaposikia uko down, sometimes kuna wakati mtu anasikia ako down hata kuomba unasikia hii kitu haingii. Si ni kweli? If you are in that level, sometimes it is always good. Unaweka kaseti hapa. Ni kaseti, siku hizi hatutumii kaseti. Unaweka CD au unaweka flash. Amen. Na unaondoa vitu kidogo, unaambia vitu tafadhali, give me way, give me space. Una dance mpaka una sweat. Na unahakikisha hakuna mtu wa kudistract. Unajua kwa watu wengi wa kusugua. Kama unajua watoto watasugua na watuma kwa jirani daka unaambia tembeni kwa jirani. Una dance kama mjinga. Hakuna nini nyingine, ni kudance tu kwa sababu ya Bwana. Na kuambia utadance ukimaliza hiyo dance, unasikia umejawa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida na watu wengi, most of us, we don't dance for the Lord, we dance for the other side. Unakuta mtu ameweka kativui, anakula ngoma. Na baada ya kativui kuisha amejawa na roho ya kativui. Yakija kanisa anaangalia na mnaini kama amepotea njia. Maana hazidiani. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes nimerealize even me when I'm down, unaenda mbele za Bwana unasikia uko down. Sometimes ninawekanga tu song, worship. I listen, I sing along with that worship song. And my heart is filled again. There is power in worship. Amen. There is power in praise. This is the reason why mnaonaga ibada ikifika ni ibada kwanza ya sifa na ibada ya kuabudu. Shetani anaingia. Anajaribu kufuruga vyombo, hamusikizani, mnakasirikiana. Na ndio mnaona ile kikundi ya praise and worship. The greatest attack in a church
most of the greatest attacks in the church zinakuwa kwa praise and worship. Amen. Haujawahi kujiuliza ni kwa nini mapepo yote inakuwa ikifamia watu wa praise and worship? Mtu wa praise and worship alikiingia hapo hapo sawa. Baada ya miezi 6 ako na kiburi kama shetani mwenyewe. Ndashindwa ni nini? Huyu dada alikuwa mzuri. Maana the devil knows the power behind praising and worshiping God. Amen. Abia jirani yako, when you are down, lift the banner of praise. Amen. Si nimewapea simu? Unaweka nini? Unaweka CD au flash. Alafu unaambia viti, give me space. Unaingia mzima, una dance. Yaani Daudi alidance akadance. Huyo mwanamke alipoambia Daudi hivyo, Biblia inasema ya kwamba hakupata watoto. So don't joke around with worshipers. Abia jirani yako, don't joke around with praise and worship. Don't mess with people who knows how to worship and how to praise. Utapigwa vita na vitu ambazo hujui. Mwanamke huyo kuanzia hiyo saa, sijui kama ni Daudi hakuonana na yeye tena au ni tumbo yake Mungu alifunga. Kwa sababu ya kuambia Daudi maneno ambayo yalimuuma, akimsifia Mungu wake, hakupata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So, nashukuru Bwana. Leo nataka tuendelee na message ambayo nilianza Sunday concerning the mystery of altars. Na ninajua ninaenda kubariki mtu siku ya leo. Pastor, you can open for me the Bible in the book of let's read Genesis. Genesis chapter 28. Patie imai. Last week tulisoma the book of Judges chapter 6. Read for me Genesis chapter 28. Begin verse 1. Nisikie vile inasema. 28 verse 1. Then Isaac called Jacob and blessed him, and changed him. Go to verse 8. Verse 8. Also Esau saw the daughters of Canaan did not please him his father Isaac. So Esau went to Ishmael and took Mahalath, the daughter of Ishmael. No, go down one. Down 10. And that's 14. What? 14. Also, your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and the east, and to the north and to the south. And in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Amen. Yes, fikisha tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to begin by saying this. Ya kwamba last Sunday tuliangalia the story of Gideon in connection with the mystery of altars. Na tukaona ya kwamba wakati Gideoni walipokuwa wameteswa sana au wamefinywa sana na Washami, ni kwa sababu kulikuwa na madhabahu ya Washami katika nchi ya Israeli. Tuliona hivyo. Na tukaona ya kwamba for a long time walikuwa wanajiuliza maswali, why do we go through what we are going through? Why these afflictions? Where are the miracles? Where are the testimonies that we have heard from our forefathers? Ya kwamba Mungu aliwapigania. He parted the Red Sea for them. He fought nations for them. And then we realized last Sunday when Gideon was asking himself this question, God sent a prophet. Tulisema hivyo, there are three groups of people that normally God sent wakati anataka kukomboa watu au nchi. Tukaona ya kwanza, group ya kwanza ni nabii. Mungu hutuma manabii. Na tukaona group ya pili ni group ya watu ya malaika. An angel is sent, and the third group is deliverance. Tuliona hivyo. Na tukaona katika scenario hii ya wana wa Israeli walipokuwa wamepitia muda wa miaka 7 kwa sababu ya masaibu na mateso ya Washami, eventually God did send a prophet. Na wakati nabii alipokuja, tuliona ya kwamba nabii huja
Ndiposa akaweza kupoint out na kutukumbusha mambo ambayo Mungu, amen, ashawahi tenda katikati yetu. We saw when the prophet appeared in the life of Gideon, he pointed out the problems and the mistake and the sin the Israelites had committed before God. Si tuliona hivyo? Akawaambia ya kwamba mimi ndiye niliyokomboa baba zenu kutoka nchi ya utumwa, na nikawaambia msikuwahi kuwa na miungu mingine, but you have bowed to idols, you have bowed to other gods, and for this reason God has given themselves, amewapeana kwa mikono ya maadui. Na ninakumbuka nikiwaambia rasani ya kwamba dhambi huwa inafungua mlango wa maadui katika maisha yetu, si ni kweli? Na tukaona ya kwamba the reason why these guys, Israelites, were going through what they were going through is because they had sinned against God and God had handed them over to their enemies. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema hivi ya kwamba vita ambazo Mungu ndiye amekupeana kwa maadui zinakuwa vita ambazo wewe mwenyewe huwezi kushinda. Because if it is God who has given you over or handed you over to your enemies, then it has become so hard for you to win. Maana kama ni adui anakupiga, you can run to God. Si ni kweli? But if it is God who has given the enemy the strength to fight you, it becomes hard, because where do you run to? Bwana Yesu asifiwe. And we said last Sunday ya kwamba Mungu alipotuma nabii, the first group of people who is sent in your life is a prophet. Anaweza kuwakilishwa na pastor wako. He can be represented by your pastor or your prophet or whoever that is mentoring you up. Anatuma ndiposa akaweze kukuonyesha mahali unahitaji kurekebisha katika maisha haya. Labda unapitia wakati mgumu katika maeneo ya kifedha. Pastor anakuja na hubiri neno hapa, ndiposa akaweza kupoint out where the problems are in your life. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara mingi tunapotumiwa nabii au mchungaji, mara mingi watu wengi huwa hawakubali maneno ya nabii because they want them to have their own way. Bwana Yesu asifiwe. Na nabii huyu alipoambia Gideon shida zile wanapitia ni kwa sababu ya 1, 2, 3. Nashukuru Bwana, Gideon hakukataa na hakusema hapana, dhambi hii ilikuwa ya baba zetu. Gideon, he owned the mistake, he owned the problem, na akauliza what do we do? Bwana Yesu asifiwe. Unfortunately, siku hizi watu wakitumiwa mtumishi wa Bwana aweze kuonyesha mistake na kurekebisha, watu wengi hawataki. Unakuta watu wanainua siasa, wanasema hapana, sijui haifai kuwa hivi. Sijui ni nani ashawahi kwenda hospitali akaambia daktari jinsi ya kumtibu. Lakini kuna wanafanyaga hivyo. Anaenda anaambiwa unafaa kudungwa sindano 3, alafu anasema ya kwamba niliplaceie hizo sindano na tembe. Mimi kuna siku nilienda hospitali na nikakuta mwenye alikuwa daktari alikuwa msichana, nafikiria she was a graduate, she was fresh from college. Na akaniambia wewe kulingana na hali yako unataka sindano, unafaa kudungwa sindano. Sasa nilikuwa naangalia msichana, ninajiangalia na sivyo sasa huyu mimi nitoe nguo zangu kwa huyu msichana, lakini nilipita. Na hata nilimwambia live, nikamuuliza sasa nitatoa nguo wewe utanidu au kuna mwingine? Akaniambia wacha upuzi, toa hiyo nguo weka huko. Bwana Yesu asifiwe. So hali yake ya masomo inaruhusu adunge sindano. Na inaruhusu adunge hata baba yake sindano, kwa sababu yeye ndiye daktari. She is not doing it in the name of a girl. She is doing it in the name of a professional, a qualified doctor or a nurse. Bwana Yesu asifiwe. So eventually aliniduga sindano na niliona aliniduga kwa nguvu ndio nijue yeye ni daktari. Sababu aliona nitadharau yeye sababu nilisikia. Wakahakikisha ameduga. Unajua kuna madaktari wanadugaga na inakaa hapo kwanza anaenda anaangalia ndio ujue yeye ndiye daktari. Au hujui kwa nini wanaiachaga hapo? Au anainua sindano na kunaia anaanza kuifanya namna hiyo. Hakuonyesha yeye ndiye daktari. Sasa hiyo hauna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo haya kwa sababu ningetaka wapendwa muelewe ya kwamba wakati Mungu ametumana, hatumani na ripoti ambayo sometimes inakuwa very good.
anatumana uonyeshwe shida zako, na hakuna kitu baya kama mtu kuonyesha shida zako. Hatupendi wakati tunachongolewa, hatupendi wakati tunaonyeshwa mistake. Tunapendaga wakati tunakuwa comment kupigwa makofi. Lakini wakati mtu ameanza kukuambia hii shida yako ni hii, shida yako inakuanga kiburi, shida yako inakuanga mshene, shida yako inakuanga wizi. Hatupendi watu aina hiyo. Lakini maandiko inasema afadhali busu la nini? Afadhali shida ya nani ya rafiki kuliko busu ya adui. Ni kweli? Ni maandiko. Afadhali mtu anakuambia ukweli urekebike kuliko mtu anakuambia uongo ndio akupenda au ndio mpendana. Bwana Yesu asifiwe. Unfortunately, we have a generation of people who want to be told what they want to hear, not what they need to hear. Watu wanataka kuambiwa uongo. Watu wanataka kuambia maneno ambayo haiwajengi, lakini hata kama ni ya uongo, so long as inawasisimua. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Anatumana nabii wa ukweli, enda uambie kanisa la Glorious shida yenu. Hamuombi. Bwana Yesu asifiwe. Enda uambie dada fulani shida yako, wewe ni mchafu. Lakini mtu aina hiyo akija unamwangalia unamwambia mimi najua unakuwa negative. Hata kuna nabii fulani alienda akaambia mfalme ukweli, na akabebereshwa na manabii wengine wakamwambia juu alikuwa anajulikana ya kwamba yeye akienda mahali anaongeaga ukweli to the face. Wakamwambia wewe usiharibu hii kitu. Ende mwambie mfalme akienda vita atashinda. Si ni kweli? Alibebereshwa sana na manabii wengi. Wakamwambia tafadhali, kila nabii ametabiri uzuri. Amesema kwa mfalme wewe ishi milele. Ukienda kwa vita utashinda. Na wewe tafadhali usiharibu hii kitu. Tunaweza toa manabii 400 mzuri alafu unaenda kuleta maneno yako. Wacha nikwambia wakati huyo mtumishi wa Mungu alienda. Bwana Yesu asifiwe. Aliongea ukweli. Alianzia na uongo. Akaambia mnabii, in fact aliambia nabii, alimwambia mfalme ishi milele. Ninaona ukienda vitani umeshinda. Alafu mfalme akasense something is wrong. Akamwambia hapana. Amen. Ningekuwa wewe ningeandika hivi. Time never changes enemy. Wala watu mnagoja wakati ufike ndio sijui. Time never changes enemy. Time reveals things. Huenda leo wewe uko chini hauna kitu, but time will reveal tomorrow that you are a great woman of destiny. Bwana Yesu asifiwe. An angel prepared the mind of Gideon to an extent. Gideon was so much energized and he said, then tell me what to do. Akamwambia kama hiyo report unaniambia ni ya Mungu, allow me to go home. Nitayarishe sadaka nikuletee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Na Gideon akaenda nyumbani akatayarisha sadaka nzuri, akamletea mtumishi wa Bwana. Na all these times Gideon hakuwa anajua huyu alikuwa malaika. Alikuwa anafikiria ni mtu. Si ni kweli? Yeah. Wakati alipomletea supu, malaika akamwambia imwage kwa hii mawe. Amen. Na zile chakula zingine alikuwa ameleta akamwambia mwaga wapi? Kwa hii mawe. Eventually malaika akachukua kijiti, akaguza ile supu na mwisho wa kijiti na moto ikawaka. Na ikaconsume hiyo supu na hiyo sacrifice ambayo Gideon alikuwa ameleta. And then he vanished. He vanished with the smoke. And then Gideon was like, oh my God, I'm going to die. I have met an angel of God. I have met God. Then God spoke to him akamwambia, Gideon, you are not going to die. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ninaongea hapo kwa sababu ningetaka mrealize wakati Gideon alipoongeleshwa na malaika huyu, nguvu zilirudi na akapata ujasiri wa kuconfront the altars of his father. And he did not begin by attacking the altars. He sacrificed. Wapendwa, ukitaka kupigana na madhabahu ni vizuri kwanza kuinua dhabihu zako. Maana wakati tunarealize kwetu kuna shida, especially wakati mhubiri amehubiri mahubiri kama haya, unaonaga watu wanajitweka jukumu ya kuanza vita ambazo hawajagharimia na dhabihu. Na diposa unaona watu wanapigwa, watu wanatandikwa, watu wanaumizwa. Mimi kuna wakati tulienda maombi na Pastor Mwalimu nafikiri na ilikuwa wewe.
Na nilishangaa sana kwa sababu tulienda, was it 3 days? Ilikuwa 3 days. Tukaenda tukaomba 3 days, tukashambulia kiasi, tukatupa mawe kwa polisi. Alafu tukarudi. Na mimi wakati nilirudi kwa nyumba sikukaa hata sijui hours, ninapigwa simu naambiwa kijana yako amevunjika mkono. Na nilipokuja kuangalia kijana yako amevunjika mkono namna gani, nilikuja ati mwalimu ananiambia unaona huyu kijana yako hata sio mahali ameanguka. Mahali fulani ati ametewa na mwingine kuanguka inavunjika. Sasa nikajiuliza vijana na vile vijana tuko wagumu, unaweza kuanguka hapo vunjika. Na hiyo mkono ilikuwa imevunjika mara mbili, koto mara mbili. Sababu tulimpeleka X-ray na akaangaliwa. So nikajua ya kwamba hizi ni vitu ambazo nilienda kuchokora pasipo kuinua nini? Pasipo kuinua madhabihu. Can I tell you the truth? For the last 3 months sasa tumepambana na maroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hazipati mahali ya kutushambulia. Na saa hiyo ilikuwa zile vile tulipigana hiyo 3 days ilikuwa kuota ya zile saa hizo nimepigana. Lakini saa hii shetani hapati nafasi ya kulia. What is the difference? The difference is this time nimetoa dhabihu kabla ya kuingia kwa vita. Unanishika? Naongea mambo haya kwa sababu wakati mhubiri anahubiri mambo haya, watu wanachukua jukumu, wanaenda vita hapo kwa hapo. Unaenda unakuta nyungu ambayo ilikuwa imewekwa na nyanya, ushago. Ati hii nyungu ndio inakuaga na uchawi, unaenda kutoa, my friend, utashikwa na wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Before you go kwa vita zozote zile, maandiko inasema tuwe na hekima. You should count the cost. Kama jeshi lako lina uwezo wa kupigana na jeshi lile la pande ile nyingine likaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema to avoid shame. Hesabu gharama kama ukianza nyumba na zile hela unazo utamalizia hiyo nyumba. Otherwise utaweka kosi 3, kosi 4 hiyo nyumba ikwamo. Na watu waanze kusema huyu ni mshenzi. Hii pesa inaonekana alikuwa ameiba kwa kampuni ndio maana haijamaliza nyumba. Lakini ni wewe hukulipa gharama. Hivyo ndivyo ilivyo na mambo haya ya kiroho. Wakati mhubiri amekuja amepoint the problems in your life kama vile inaenda kufanya leo. Ana point problems in your family. Do not just rise tomorrow. Uingie gari ukielekea Kitui. Na unaenda huko unapiga naleta fujo sana. Kuna nyugu niliona tangu nizaliwe, hii nyugu lazima niondoke hapa. My friend, utagoroka. Bwana Yesu asifiwe. Utarudi huku bila guu. Mnasikia? Gideon alipo confirm maneno ya malaika wa Bwana na dhabihu, he confirmed the words of the angel with a sacrifice. Then he was given go ahead. Akaambiwa basi kuna miungu au kuna madhabahu ndani ya nyumba ya baba yako Joashi. Toa, enda uchukue dume, enda uchukue dhabihu, ndiposa mkaweze kubomoa madhabahu hayo yako kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali ambia jirani yako shika hii maneno. Kwa sababu mimi nimeona watu wamejiharibia maisha kwa sababu ya kutokuwa na hekima. Simply because the pastor is saying ya kwamba madhabahu ya kweli ndio hii na wewe na ndio maana mimi nilikataa kuitangu ati niende nitoe kuna majini iko kwetu, my friend. Nilikataa hizo vitu. Nilikataa. Maandiko inasema ukienda ukamate mbu wa masikio, what happens? Si utaumwa na mbwa. Anyone who meddles with other people's affair is like holding a dog kwa masikio. What happens? It will bite you. That is how it is. So the reason why Gideon had to offer a sacrifice is so that he can have a legal ground to challenge the powers that were in his father's house. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise it was enough malaika kumwambia you are a mighty man of valor. Go to your father's house. Because of this strength I can see in you. Do what is required of you. He raised altars. He serviced that altar and he was given go ahead.
So wapendwa, tunapokabili mambo ambayo yako kwa familia zetu, we must be instructed of God. We should not fight blindly. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na eventually Gideon was given go ahead, akatoa those sacrifices na akaenda usiku kwa nyumba ya baba yake kupigana na madhabahu ambayo yalikuwa kwa ile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. And we realize the reason why Gideon went at night, it is because he was afraid wangemuattack if he went at the day. Akaenda usiku, to an extent wakiamuka the following morning wakakuta madhabahu ilikuwa imeanguka na wakaulizana nani alifamia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaambiwa ni kijana wa Joashi anaitwa Gideon, na wakasema kijana huyu anafaa kuuawa. But I thank God for the father Joash. Akasema ya kwamba if it is God, wacha ajitetee. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nikasema hapa siku nyingine ya kwamba we don't need to fight for our God. He can fight for himself. Petero akaambiwa dini yetu hatupiganagi na mapanga. If it is God, God will defend himself. Bwana Yesu asifiwe. Na eventually Washami wakajua ya kwamba madhabahu yao Israeli yamemuzwa. Hakuna mtu aliwaambia, lakini walijua. Na ndio maana nilisema hivi, kama wewe umekuwa mtu ambaye wakati unapata pesa kuna mambo ambayo yanaanza kutukia kwa maisha yako, hiyo ni dalili ya kwamba there are monitoring spirit and demon that monitors when you rises, that monitors your star. Otherwise, wapendwa, maisha haya tunayoyaishi ya kiasili, physical life, the genesis of physical life is spiritual. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati Yesu alipozaliwa, kuna watu walitoka mashariki waliambiwa na nani? They saw the star. Were they right? Yes. Wakafuata nyota hii, wakasema nyota hii ni ya kifalme. Nyota hii ina maneno. Nyota hii kuna mahali inatuelekeza. Wakaifuata. Na walipofika mahali hiyo nyota iliwaelekeza, wakakuta ni kweli kuna mtoto aliyekuwa amezaliwa. Amen. Wakamuinamia, wakamsujudia, wakatoa manemane, wakatoa dhahabu. Nitakuja kuwafundisha what it means. Hizi vitu zote, zile vitu zote walitoa, nitakuja kuwafundisha one by one what it means. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakumuinamia kama mtoto, walimuinamia kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. They bowed and worshipped and they gave offering and present to that child. Hawakusema ni mtoto. Kwa hivyo inamaanisha nini? Wapendwa, kuna mambo ambayo huenda hatuyaoni na macho haya, lakini kiroho yana dalili zake. So wakati unapoona shida zikiinuka kwa maisha yako, every time you are on a verge of breakthrough, it is a sign ya kwamba you are being monitored. Bwana Yesu asifiwe. Washami hawakuambiwa na mtu madhabahu yao Israeli imebomolewa, but they came. They prepared for the battle. They prepared for war. But eventually God gave Gideon victory. Bwana Yesu asifiwe. So nilisema hivi ya kwamba I'm just recapping for those who are not with us. We say this ya kwamba those are the three group of people that normally God sent to you every time he want to correct you, every time he want to give you direction. Anatuma nani? Anatuma nabii, anatuma nani mwingine? Anatuma malaika, na mwishowe anatuma nani? Deliverer. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema unfortunately most of us we reject the prophet. Amen. And if you don't accept the words of the prophet, then the angel will not show up. Bwana Yesu asifiwe. And I think last Sunday we defined what is an altar. We said an altar is a place of serving and activating covenant. Did we say that? Please let's go first so that we can tackle something for today. We said an altar is a place of serving and activating covenant. We said that. Number 2, we said it is a place of communion or fellowship with God and all gods. Ni kweli? Ni mahali pa ushirika kati ya Mungu wa mbinguni au miungu. It depends on the altar you are serving. Tulisema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo nafikiria kuna kitu nilitaja. Ndio maana mnaona kabila zingine wameshikilia mambo na tradition sana. Wanatilia mkazo mambo na makumbusho, mambo na majina, mambo na sherehe za aina fulani, na unakuta ni kwa sababu katika mambo hayo, kufanya mambo haya, wanashirikishwa au wanashirikisha jamii katika yale madhabahu na wana service that altar. Number 3, we say an altar is a place of offering or offering sacrifices or exchanging spiritual sacrifices. Bwana Yesu asifiwe.
So leo ningetaka tuangalie kitu kuhusu what is found on the altars. Ni nini huwa inapatikana kwa madhabahu, iwe ni madhabahu ya Mungu au iwe ni madhabahu ya pande ile nyingine. Tumesomewa a story of Jacob when he was running away from his brother Esau. Na nilisema ya kwamba last Sunday ya kwamba we don't see Jacob running away with cattle, with animals, with anything. But Esau is so much mad with his brother Jacob because he had ran away with a blessing. And I say that blessings is a spirit and a mindset. Baraka ni nini? Ni roho na mpangilio wa akili. So Jacob is running away with a blessing, a spirit that was released on his life by his father through speaking what? Otherwise baba yake hakuna ng'ombe aliwagawia, hakuna ng'ombe aliwaambia wewe utachukua ngamia 10, wewe utachukua kuku 5, hakuna. But he released a word of blessing upon Jacob and he was loaded and good to go. Bwana Yesu asifiwe. So we see Jacob, he comes to a certain place. Na nafikiria ilikuwa masaa ya jioni and he is tired and he decided to rest. Maana nafikiria alikuwa ametembea the whole day. And when he rested, he saw a dream. And on this dream, he saw a number of things. Aliona a randa that was touching heaven from the earth. Na katika gasi hii kulikuwa na malaika walikuwa wanapanda wakishuka. Si ni kweli? Walikuwa wanapanda wakishuka. Na nikauliza hapa la Sunday, malaika wanafaa kushuka wakipanda au wanafaa kupanda wakishuka? These angels were ascending and descending. Okay, that one is for another day. But Jacob witnessed ya kwamba katika maono haya malaika walikuwa wanapanda wakishuka. And then at the end of the ladder he saw God standing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. And then God introduced himself that I'm God of your forefather Isaac and I'm God of Abraham. And the place you are standing is a holy place. And now wale ambao mmefanya theology kidogo, you come to realize ya kwamba mahali Jacob alikuwa amelala hiyo usiku palikuwa pamenunuliwa madhabahu na his grandfather Abraham, si kweli? Kwa hivyo mahali pale, maeneo haya yalikuwa maeneo ya madhabahu ya Abraham. Na nikasema hivi wapendwa, isipokuwa Yakobo labda hakuwa anajua, lakini wakati alipofika katika nchi ile, he connected with the altars of his grandfather. Bwana Yesu asifiwe. And when he woke up, akasema ya kwamba this is a house of God. The presence of holy God is here. Na akachukua lile jua alikuwa ameweka kama pillow, akamwagia mafuta as a sign of sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. And he was given direction ya kwamba Yakobo, I'm together with you. I will make you great nation. Your children shall be mighty on earth. Amen. Akakumbushwa mapatano baina ya maagano kati yake na babu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Wapendwa, nataka kusema hivi ya kwamba ni kweli tumeokoka, lakini zile jamii tumetoka, most of our forefathers, you realize some of them they've served idols. Si ni kweli? Yes. Like Abraham alitoka kwa familia ambayo ilikuwa ya idol worship. Ndio ujue you are not alone. Abraham alitoka kwa nyumba ya idol worship. Pale hamjui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo haikumzuia kutumika na Mungu. If you follow instruction, and I think there's a reason why Abraham was a man of sacrifices and altars. Hakuna mahali Abraham alipokuwa anaenda hakuinua madhabahu. He was a man of altars and sacrifices. And that's why Abraham was so strong. You could not defeat Abraham. Abraham akona wanaume 300 na familia yake. Yet kings are fearing him. Wanamuogopa. Mimi nilikuwa nafikiria mtu anafaa kuogopa akiwa na jeshi kubwa. Lakini mtu akona wanaume 300 na familia yake, lakini wafalme wanamwambia tafadhali tuheshimiane, usituatake. How can a king be afraid of a man who has just few servants? Hii ni dalili ya kwamba Abraham was not alone. He had a heavenly backup. They could fear the terror of God in his life. They feared him because of the backup. Can I say this, wapendwa? If you have a strong altar in your life, you don't need to fear. The altar will fight your battles. Bwana Yesu asifiwe. Lakini most of the time the reason why we are losing our victory, we are being defeated, it is because our platform is very weak. Bwana Yesu asifiwe.
Nilisema hivi na Sunday, unakuta watu wengine madhabahu ile unatumikia, dhabihu zako ni kidogo kuliko zile ulikuwa umetoa pande ile nyingine. Na ndio jina yako ikiitwa inaitika pande ile nyingine. Maana kule ulipeleka ng'ombe 3 zikiwa hai. Pande hii kwa hii madhabahu umetoa shilingi 500. Wakifanya jumla ile pesa umeenda kwa madhabahu ya Mungu ni 1500. Huko kuna 50,000 au 1,100. So jina yako ikiitwa mpendo, unafikia itaitika wapi? Itaitika pande ile nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulisia jirani yako jina yako ikiitwa itaitika pande. Gabriel Kioko. Yes sir. Inaitika kwa mganga huko. Because sacrifices zako zote ziko kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hizi vitu wapendwa msifikirie ati huwa zina they are there for memorial. Are we together? Now Abraham, Jacob, he wakes up and he realizes this place, the presence of God is here. And he is given direction pertaining his journey and how he will become in future. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So what is found on the altar? Madhabahu ni nini huwa inapatikana? There are a number of things ningetaka muandike. One of the things that is found on the altar is this. Every altar has a priest. Kila madhabahu inakuwa na kuhani. Awe ni wapande hii au awe ni wapande ile nyingine. Every altar has a priest. Na usidharau huyo kuhani. Wale makuhani wanakuanga pande ile nyingine, wengine hawana nguo. Si ni kweli? Nataka unakuta kama makaze. Kako na shuka na meno hakana. Pastor ulitulia hii mambo yako. Niliona kwa Naija TV. But si ni kweli hizi vitu ziko? Au ninaongea mambo yako? Unajua shida ni watu wakikuja kanisa wanajifanya hii mambo, hata wamesikia na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Every altar has a priest. Bwana Yesu asifiwe. Every altar has a priest. Kila mtu aseme hivyo. Every altar has a priest. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao wanashiriki madhabahu ya pande ile nyingine, huyo kuhani awe ni mama wa miaka 200, awe ni mama hana meno, akitoa instruction huwa wanatii, right? Akiambiwa hii manyoya funga kwa kibeti, uende nayo utafute kazi, huwa wanatii. Na kwa nini mkikuja kwa hii madhabahu nikiwaambia vile tutafanya mnakataa? Uliza jirani yako, kwa nini unakataaga maneno ukiambiwa? Bwana Yesu asifiwe. Every altar has number 2. Every altar receives sacrifices. Mambo haya ninayatoa kwa the story of Jacob, the story of Gideon, the story of Balaam and Barak, Numbers 23. Na ukienda usome utapata mambo haya yote. Every altar receives sacrifices. Na ndio maana katika nyumba ya Bwana maandiko inasema tusikuje nini? Mikono mitupu. You should not appear in the presence of God empty-handed. You should have a sacrifice. And that sacrifice or offering should be something of value. Abia jirani yako should be something of value. Uliza jirani yako ametoa nini kwa kanisa leo? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie angalia mbele. Muulize ametoa nini leo? Maana tuko na mazoea ya kuleta dhabihu ambao hata sisi wenyewe mtu atakupatia hiyo kitu, akwambia enda ukunywe chai, utamwambia hii kitu haiwezi kutosha hata chai. Ni kweli? But why do we bring it into the house of God? And we expect our God to understand. Why do we bring an offering or a sacrifice that even you yourself hauwezi pelekea governor? Mungu anauliza, ukipelekea hiyo governor wako, nashukuru siku hizi tuko na magavana. If you take that offering to a governor, will he accept it? Kama ukipelekea governor hawezi kubali hiyo kondoo ambayo haina macho, why do you bring it into the house of God? So we should be careful what we bring into the house of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niliwaambia namna hii, kama simu yako huwa inaingia pesa mingi ya credit kuliko hiyo unaleta kwa madhabahu, then who is your God? Bwana Yesu asifiwe. Semeni amen kwa nguvu. Amen. Yes. So uliza jirani yako, simu yako imeingia pesa ngapi imekosa umeme? Kuna mtu ametumia 50 about the whole week? Yes. Ka 50. Kupiga simu the whole week. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaweka simu yako 50, kwa nini kwa nini umetoa sadaka 50?
Ambia jirani yako angalia pale pastor na angalia wewe. Wewe tafadhali wacheni kuinama. Tuangaliane sasa tuambiane ukweli. Kwa nini unaleta 50 bob hapa? Na wewe simu yako haitumii 50 bob. Na unaona saa hiyo umeshida sana, umejaribu sana. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu hatujaelewa the reason why we give offering and sacrifices in the house of God. Bwana Yesu asifiwe. We don't know what they do, but if we can understand the operation of the altars or the mystery behind altars, we can do things right. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia hivi, we don't give these things because God needs them. Yes, we give them because God is testing our commitment and love for Him. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So the love you have for God is amount. It is equal to how much you can sacrifice for Him. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Jitie moyo, muulize dada yangu umetoa ngapi au ndugu yangu umetoa ngapi leo. Every altar receiveth sacrifices, right? But it matters. What have you given to this altar? Number 3, every altar has power. There is power in every altar. Usidanganye. There is power in every altar. There is power in every altar. Iwe ni power ya Mungu au ni power ya pande ile nyingine. There is power in every altar. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Number 4, every altar speaks. Kila madhabahu huwa inaongea. And now we see the story of Jacob. God is speaking because of this altar. And he reminds Jacob, I am God of your forefather Abraham. Na nilisema hivi siku nyingine ya kwamba madhabahu huwa anaongea for generations to come. Even long we are gone, they still speak. Altars speak. Na ninataka nikuulize, wewe kwa maisha yako ni madhabahu gani inaongea? What voices are speaking today? Maana kuna familia zile sauti zinaongea ni sauti za kifo. Ndio maana tunazika watu every year. Na by the way, kama kuna watu mnazikaga every year, for the last 4 years mmekuwa mkizika mwezi wa 8. Usiseme ni bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna watu wako hivyo? Kuna wakati tulizika, mimi kwa tulizika my cousins. Nafikiri ilikuwa 3 consecutive years. Na wote walikuwa wanakufa na ugonjwa mmoja. Actually haiko ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi? Wasichana watatu, sio wasichana wa mama watatu, wa mama mmoja. Hii mwaka mnazika, hii ingine mnazika, na watu wanalia wapi? Hapa. Ya tatu mnazika. Mpaka tukarudiana nyumbani, baba zangu wakaulizana, hapana, hii kitu ni this is something is wrong. Until when we realize where the problem was. Ndio msichana wa 4 alipona, hata alikuwa ameanza kulia hapa. So you realize this thing, if there are generational voices that is speaking in your family, even ni maafa, death, even ni msoto. Unajua kuna msoto ambao unaangalia unaona hii iko na pepo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Au mtu kuna kusota ingine unaangalia unaona iko na unajua mtu anaweza kosa pesa, right? Hakuna mtu anaweza kosa pesa for a time. Lakini hauwezi kuwa saa yote kuanzia Januari mpaka Januari comes, year goes, you are always kwa msoto. There is a pep, there is a demon in that day. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ni masaibu, unakuta watu you are accident prone. Yaani unakuanga na maajali, kwani hakukosa bandage. Lazima kuwe na mtu wako either amefujika mkono au kidole. Lazima kuwe na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni vitu wapendwa ninawaambia. These are signs to tell you ya kwamba there is a voice, there is an altar that is speaking over and against that family. Bwana Yesu asifiwe. So, madhabahu haya yakasababisha Mungu aongee in the life of Jacob to give him direction and to remind him of the promises he had made with his grandfather. So you realize ya kwamba altar speaks for generations. Zinaweza kuongea for thousands of years. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumezaliwa juzi, you are 40, you are 50, you are 60. Umekuta madhabahu ambayo iliinuliwa 1920 or 1890 or 1400. And you wonder, mbona mambo haya ninaiona kwetu? Ni kwa sababu mambo haya sio wewe uliinua, yaliinuliwa na watu ambao wako na mamlaka kwa familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So hiyo ni number 4. Number 5 andika hivi. Every altar has got a portal that connect heaven and earth. Every altar has got a portal. A portal is
is a gate, is a gate, a portal. Every altar has got a portal that connects heaven and earth. Every altar has got a portal or a ladder that connects heaven and earth. Every altar has got a portal or a ladder that connects heaven and earth. Bwana Yesu asifiwe. Huo mlango ambao umeconnect nyinyi na madhabahu ya kishirikina ulifunguliwa na kuhani au mtu ambaye ako na mamlaka kwa hiyo familia. Iwe ni father aliitisha msaada kwa mshirikina, na huyo mganga akakuja akatamka mambo na akafungua mlango kwa ajili ya ile familia. Ndio maana unaona familia zingine zinafuatwa sana. If you try kuingia makanisa ya roho, unafuata, unaulizwa hiyo kanisa tunasikia uliingia, si uende ile kanisa ya kwetu. Ni wangapi ushawaambiwa hivyo? Rudi ile kanisa yetu. Uliambiwa urudi kanisa yetu. Na si unajua kanisa yetu ni gani? Ulirudi, ulikataa. Kwa nini unaambiwa urudi kanisa yenu? Why? Why are they so mindful of where you worship? Because if you worship in a place that can contend with their power, they know they might lose. So they want that family to worship in a particular way. Wanataka hiyo familia iabudu kwa njia fulani. Kuna mambo wanaagiza yafuatwe. Wengine ni makumbusho, nilisema la Sunday. Unakuta some traditions, they are so demonic but yet very powerful in our families. Si ni kweli? Si ni kweli wapendwa? Unakuta ni kama force. Lazima babu wa babu akumbukwe. Na unakuta zile sherehe zinafanywa katika makumbusho yale kwa kaburi, ni busi ichinjwe, sijui fulani mkubwa ashike kichwa na nani sijui akule nyama hizi na haujiulizi ni kwa nini kondoo inachinjwa kwa kaburi? Uhusiano wa kumwaga damu kwa kaburi na babu aliyekufa inaingiana na wapi kama sio miungu? They are missing God. They are refreshing and reactivating this covenant. Na kwa sababu ya kukosa hekima, unakuta dada anaenda huko na anaambiwa kwanza wewe umeokoka, ndio anatakaga uombee hiyo sherehe. Ndio ukitoka huko kutoka kama umepagawa. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema aje? Tukienda kwa sherehe tukute ya kwamba kulikuwa kumechinjwa, tuambiwe sherehe hii ilifanywa kwa sababu ya ibada fulani. Amen. Hata nyama zake tusikule. Lakini angalia wa Kristo zile hapa ataitwa kwa nazo. Mtu anasema unajua hata Mungu ataelewa. Unaambiwa kabisa hii sherehe ilikuwa ya kukumbuka miungu fulani. And then nyama zinachomwa na wewe unaambiwa kwanza yeye utaombea. Kwanza nawaambia wachani muangalie kama chumvi iko na chumvi. Waachana na hizo nyama. Sio lazima ukule hiyo nyama. Because the moment you partake in that sacrifice, the moment you partake in that fellowship, you become one with those spirits. They get a legal ground to fight you from within. That's why Jesus said, the king of the world has come to me, but he has nothing in me. Hakuna kitu yake niko nayo. Kwa hivyo hakuna mahali ataniguza. Lakini shetani akipata katika maisha yako kuna ground anaweza kukushikilia, then you struggle with him for a long time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na ndio maana unaona watu wengine tunakumbushwa kila siku kwa ndoto. Si tunakumbushwa? Si tunakumbushwa? Sasa mnaniangalia namna gani? I hope ni neno inaingia. Unajua unaweza watu wanakuangalia ni nini ni neno inaingia? Kama ni neno inaingia ni mzuri. Mnakumbushwa kubuka ile leso ya nyanya, leso. Hata wengine kuna vitu watu wanapeana. Unaambiwa hii kitu sikawahi tupa. Na unakuta mtu kanakaaga kwa nyumba, ukijaribu kuguza mnakosana. Inaweza kuwa ni nguo fulani ya nyanya, inaweza kuwa ni pete fulani ilikuwa inafaliwa na babu. Na unakuta hizi vitu watu wameokoka lakini hawajaachana nazo. Ndio maana unakuta watu wako makanisani bado wamefungwa, vitu zinafungwa. Zinaitwa aje? Ni wangapi wako nazo leo? Au ni wale hawakuja, si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Jacob, he eventually went on his way to his uncle's place, Laban, right? Bwana Yesu asifiwe. But you realize ya kwamba wakati alipofika katika nchi hii, mahali alikuwa kupumzika for the night, God had to speak because of the altar of that place.
Abraham was not living in that land, yet the altar remained there. Haikuwa inaonekana. In fact, Yakobo akitengeza mawe ndio alalie, hakuona madhabahu. But spiritually there was an altar. The fact that you don't see, unajua kuna watu wanafikiriaga ati madhabahu lazima iwe ile ati ndio hii sasa. Madhabahu is a spiritual institution. Inaweza kuwa hakuna mahali unaiona, but spiritually iko. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wameinua madhabahu na damu za watu. Kuna watu wameinua madhabahu na nyama na wengine na gharama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. And these altars, they speak on their behalf even many years after they die. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wapendwa, ukiangalia kwenu, unaona kama ni mambo gani yanaongea? Hebu angalia kwenu. Unaona kama ni mambo gani yanaongea kwenu? Unaona kama ni nini naongeaka kwenu? Wapendwa, situmianza kuona kwetu? Nani haoni kwao? Amen. Si mumeanza kuona kwetu? So andika hii, every altar is powered by certain angels. Every altar is powered by certain angels. Bwana Yesu asifiwe. Every altar is powered by certain angels. Inaweza kuwa ni angels of God or angels or demons, angels of darkness. Hizo ni ngapi? Hizo ni ngapi? Okay, can we repeat them one by one? Number one, want to go? Every altar has? Please, want to go? Every altar has? Number two. Every altar receives? Every altar receives? Sacrifice. Number three. Every altar has power. Number four. Every altar speaks. Number five. Every altar has power. Number six. Bwana Yesu asifiwe. Kuna a certain king ambaye alifamiwa na Israeli, wafalme wa Israeli. Na in fact God had spoken concerning the victory. Akasema nimewapatia ushindi against that Gentile king. I don't remember the scripture, nitaangalia niwaambie. And then huyo mfalme wa mataifa ni wale watu ambao sio Waisraeli. Aliposikia jinsi Waisraeli wamejipanga wampige vita, he offered his son as a sacrifice upon the wall. Alienda akashika kijana wake, the firstborn, akakata kwa ukuta, akatoa dhabihu kwa miungu zao. Bwana Yesu asifiwe. Na wana wa Israeli na wafalme wake walipoenda kupigana na huyu jamaa, game ilibadilika. Abia jirani yako, game ilibadilika. Walipelekwa mbio, wakaumizwa, wakapigwa sana. What changed? Amen. What changed? Sacrifice. Can I say, sacrifice that speak in a given area, ni ile sacrifice iko na ni ile altar that speak in a given area. Number one, it determines the behavioral pattern of people. Every altar that is strong in a given area, it determines the behaviors of people. And the altar that is strong in a given area, it is the one that speak. Bwana Yesu asifiwe. Ile madhabahu iko na nguvu katika maeneo fulani yoyote ile, ndio huwa inaongea. Na ndio huwa inaamua huwezi huu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mumenishika wapendwa? Sasa wewe kwa madhabahu yako kuna nini? Na katika familia yenu ni madhabahu gani inaongea? Na ndio maana mnaona tagia mwanzo, God was so much careful and very specific, especially to those people he called to serve him. For example, we see, I can begin with John the Baptist. Tagia alipozaliwa, God had given a prophecy hundreds of years back concerning the birth of John, right? John was baptized by the Holy Spirit in his mother's womb. John, his name was not an idea of his father, it was an idea of heaven. Wapendwa mnaona? Yaani Mungu anatayarisha huyu mtu tangia kabla hajazaliwa mpaka wakati anazaliwa, na ni akina nani watampokea kwa sababu ya kazi. Unanipata wapendwa?
Jesus was prophesied, his birth was prophesied hundreds of years, if not thousands. Amen? Are we together? Amefika wakati wa kuzaliwa. God himself ameamua ni nani atazaa. Mary was found to have favor na akazaa Yesu. Jesus, jina yake pia haikuwa idea ya mama, ilikuwa idea ya Mungu mwenyewe. He gave the name. Why is God so particular and following up these things to the end? Because there is a way unaweza kuingia kwa hii dunia na wale watakupokea na zile vitu watakufanyia iwe ndio mwanzo wa masaibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendo, ndio ninasema hivi, tuchunge mambo yale tunanenea watoto, majina yale tunapea watoto. Tuchunge ni akina nani wanazalisha watoto wetu. Maana kuna mtu atazalisha wewe na kuanzia hapo huyo mtoto wako, yale maagano atafanyia mtoto wako anapompokea, iwe sasa huo ndio mwanzo wa mtoto wako masaibu. Bwana anazaliwa tu na unaona akikua, but how all his destiny is determined at the place of birth. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The other thing, wakati mtoto anazaliwa, leteni watoto wenu kwa madhabahu wawe dedicated. Wacha kupelekea mtoto wako nyanya ati akanywe. Ni wangapi walipelekewa nyanya wakanyolewa? Na ndio maana mambo ya Mungu haikuigi. Juu hiyo kichwa ulinyolewa na ikashughulikiwa mapema. Au unafikiriaga ni upendo? Ati unajua sasa kwanza unapigwa simu. Mtoto wako na miezi ngapi? Unasema, "Mom, si ako na miezi 3." Unasikia shosho wako anasema, "Huyo mtoto nywele ni kubwa, leta." Na wewe unafikiria ni upendo. Wewe huwezi na huyo mtoto. Au unakuta kadada kama sema, "Bwana Yesu asifiwe. Hiyo baby jana Moses naenda Western, napeleka mtoto kunyolewa maji." Unaenda Western mtoto ananyolewa. Kwanza shosho anafurahia sana. Sema wewe ni mtoto wa maana sana. Unaelewa mila na tamaduni zetu. Na anajua kabisa kile anafanya na mtoto. Mtoto ananyolewa, anashughulikiwa, unaambiwa okay, sasa shika mtoto rudi Nairobi. Kuanzia hapo destiny ya mtoto umeharibu. Ni wangapi walinyolewa? Ndio mwezi inua mikono juu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tunaambiaga watoto waletwe katika madhabahu ya Mungu, wadedicatwe kwa Mungu na wasiletwe mikono mitupu. Sababu nao Wakristo walipenda vitu za bure kama kitu kingine. Wewe pastor sema tu maneno. Amekamata mtoto namna hii kama Al-Shabaab. Kama alafu anakupatia. Hakuna kitu amefanya. Yesu mwenyewe, the Son of God, was dedicated. Alipeanwa kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na mama yake akaenda na alibeba kadege. Kwa sababu familia ya Yusufu walikuwa maskini. Familia ile ilikuwa tajiri, walikuwa wanabeba kondoo. Wanapeleka kwa madhabahu ya Bwana. Kama familia iko sawa. Kama familia haitaweza kondoo, inabeba kadege. Kuna kapicho walikuwa wanabeba, kuna ndege walikuwa wanabeba. Inaenda inaakilisha mtoto katika madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe, your savior, the logos of God, alipelekwa. Na sadaka ya dedication akapeana. Uliza jirani yako kama wewe ulipeana. Kwa sababu kuna wengine mko hapa haujawahi dedicatiwa kwa Mungu mpaka wale uko mzimu. Na ndio maana hii mambo ya Mungu haikushiki, haiuisikanishi. Hata tukisoma scriptures 200 haushikani hata moja. Lakini mambo ya dunia unakamata yote. Unaweza kuiba nyimbo zote za Kativoi yote ni nani mwingine? Kenwa Maria na nani mwingine? Lakini ukiingia kwa kwaya hapa una struggle haushiki kitu. Wewe unishughulikia. Uliza jirani yako, when were you dedicated to the house of God? Kwa hivyo wapendwa, wale watoto hawajaletwa kwa madhabahu haya, waletwe na sadaka tu dedicate kwa Mungu. We dedicate them to God. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona hizo vituko, unakuta mtoto anapozaliwa, especially wale watu wametoka zile sehemu ziko na hizo vituko. Unakuta mtoto analia mfululizo. Nimeombea mama kadhaa, wengine hata si wa church. Hata mwingine niliombea kwa plot. Ananiambia mtoto wake halali.
analia ni kama ako na king'ora na hapumziki na hachoki kwa sababu anaitishwa mahali. Akakuja na akaniambia, pastor, mimi naona kama mtoto wangu atakufa. Hii kulia sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia hawa walikuwa wanaita mtoto waache. Tumekutana na yeye juzi, akaniambia mtoto sasa analala mpaka sasa anaamshwa. Anaamshwa, wewe kabebi amka unywe. Amka unyonye. What is the difference? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ananiambia mtoto wake analia mpaka anastuka usiku. Kwa sababu kuna vitu anaona nyanya akisema kuja nikunywe, kuja nikunywe, kuja nikunywe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanikamata wapendwa. So nataka nimalizie na hii. Effect of evil altars. Hatuwezi maliza hii topic. Tutafanya in the next 2 weeks. Effect of evil altars. These are the impact or effect of evil altars. Ukitaka kujua ya kwamba kuna madhabahu ambayo yanakushughulikia, kuna madhabahu ambayo yamekufuata, these are the signs. These things are real. Maana niliwaambia wapendwa, there is difference between practical and theory. Amen. There is practical and theory. If you realize there are these things in your life, though you are born again, it is a sign. Kuna mambo ambayo yanakudai. Bwana Yesu asifiwe. One of the impact or effect of evil altars is this endless struggles and suffering. Endless struggles and suffering. Mateso ambayo hayananga kikomo. Yani you are always suffering. Yani lazima kuwe na kitu mahali kana kusugua. There must be something somewhere that is agitating you or irritating you. Endless struggles and suffering. You are always suffering. You are always struggling. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatokaga masaibu hii ukienda hii. You begin this haishi. Hii kiisha inakaa kama shida zinaisha, kunakuwa na nyingine worse. Endless struggles and suffering. And there are people who are like this. They are suffering. Wanauliza mateso itafika lini mwisho? Haitafika mwisho until you close the door that is giving access to that enemy. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako aina hiyo hapa kwa hii nyumba. You are always in struggles. Even in struggle ya finances. Even in struggle ya relationship. Kuna watu unakutanga lazima kuwe na kitu kana wachuna. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, limitations in meeting our daily need. Limitation in meeting your needs. Your limitation in meeting your needs. Unakuta kuna kikwazo, you meeting your needs inakuwa a big deal. Yet the Bible says that he feed the birds of the air. They have no barns, they have no gardens, but he feeds them. Lakini wewe kukula shida. Si ni kweli? Unakuta watu wengi kukula ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Are we together church? Yes. Mimi najua ile mahubiri unapenda. Mtainuliwa. Ni sawa. Kabla tuinuliwe, wacha tuangalie hii padi. Maana utainuliwa na bado ujikuta wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yeah. God will never give you, he will never bless you beyond your knowledge. Do you know why? If he give you something that you have not grown to that level, you lose it. Because you bow to it. Mungu akikubariki na pesa mingi zaidi ya hekima uliyo nayo ndani yake, you bow to them. Ndio maana unaona watu wengine kanisa sasa hawaoni haja ya kuja church. Maana kile kilikuwa kinawaleta kanisani ni shida. Si ni shida? Mtu anakuta anaomba na anafuga. Wakati hiyo kashida iliondoka, akaambiana na Mungu, unajua sasa mambo yangu sio mbaya sana, kwa hivyo hiyo shida ikirudi unaweza kuonana hiyo soko nyingine. Ndio maana Mungu, God is very careful to bless you beyond how much you know him. He blesses you. That's why Jesus said, I think it is Gaius who was told ya kwamba above all things prosper. Amen. But you should prosper as your soul prospers. The measure of prosperity you should have ni nafsi yako kunawiri. Unawiri na vitu kadri ya jinsi, kadri ya nafsi yako inavyonawiri. Hekima ya Mungu ndani ya maisha yako, Bwana Yesu asifiwe, inafaa kudetermine how much you receive. But many times, na ndio maana kuna mtu alisema it is very dangerous to preach the gospel of prosperity to people who are novice, people who are new believers. Maana utawajenga kwa misingi ambayo sio nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. We should prosper even as our soul prospers. God is careful to bless you beyond your knowledge for him, pastor. Amen. He will lose you. He will lose
kuua hapa ni pesa tu. Patia yeye milioni 10 hata atashinda. Hata ataenda kunywa lewe asahau. Na kuna niliwaambia ile mfano ya ndugu mmoja aliomba sana na Mungu akambariki. Alinunua kasimu wakati hizi simu zilitoka. Zile Nokia, mnakumbuka Nokia za 310? Ni wakati walikuta hizo. Hii ni wazee kweli wale wengine. Mnakumbuka Nokia za 310? Nilikuwa na hiyo kasimu. Na nilikuwa naipenda sana. Ni shida tu ilikuwa inafura tu kwa hapa mbele wakati tumekaa. So, ndugu alienda kanunua hiyo kasimu akawin, and then aliponunua kadi aweke akakuta amewin pesa mzuri. Aliwin 2.4, 2.6. One of it there. Na alipopigwa na watu wa Safaricom wakamwambia you are the lucky winner of 2.4, around 2.4, 2.6. He was very happy. Na alienda akaambia mrudi kazini. How are you sir? Kwanzia leo siwezi kufanya kazi kama hizo. Mwindi akamuuliza kuna nini? Akaambiwa I'm the lucky winner of 2.4. Mwindi akamwambia, na alikuwa mwindi mzee, akamwambia so hutaki kazi. Jamaa akasema sasa hata kama ni wewe unaweza fanya kazi kwa na 2.4 kwa account. Mwindi hakusema kitu, akamwangalia akamwambia okay, fanya hivi. You just go, but I promise you utakuja kunipiga watu wapi? Hapa. Na ndugu akaacha kazi. Niliwaambia this is not a story, it's a true story. Na ni miaka ya 99 2000. By then nilikuwa tu hapa mdomo. Na alikaa nje, nafikiri alikaa nje sijui ni 1 year, 1.5 year. Na within that time alikuwa ameacha church. Alikuwa ameachana na kanisa. Na jamaa alikuwa sasa ile hujawahi ona. Alikuwa anaomba, mnasikia. Ukiona mtu anaomba mpaka Mungu anasababisha watu wa Safaricom. Wapendwa, huyo ni mtu kidogo. Sio ni mtu mzuri. Anaomba mpaka mashini ya Safaricom inasema karara linka. Anashabuliwa. Lakini oh my God. Ndugu yetu baada ya 1.5 year alikuwa ameacha church, alikuwa ameanza kulewa, alikuwa analewa ile hujayo, alikuwa kanahama na baba. Ni kama hapa sio tamu sana. Anaenda ingine. Yaani aliisha within 1.5 year. I think it is even 1 year. Alikuwa amerudi kwa mwili. Mwambia saa ninataka kazi. Akaambiwa na mzee, yule muhindi mzee tu, si nilikwambia you are back. Karibu. So what is the problem? What is wrong with that man? It is because he received more than he can chew. He received money that was not in his life. Can I say this? If you receive a blessing that is not in your life, you have been mwanadamu a condition to fight anything that is not in connection with him. Na ndio maana nilisema kupatia chokora 10,000 anunue suti au mpatie suti ya 10,000. Hiyo suti baada ya wiki 3, hata sio wiki 3, wiki moja itakuwa inakaa kama imekulwa na ng'ombe. Na haja itautera imachi yeye. Maana yeye ni chokora wapi? Huku. Na ile roho imefuata. Na ndio maana wapendwa na wahurudia mambo haya so that when God blesses you, you will manage them. You handle the blessing. Kuna wao my cousin alikuwa ananiambia tu wakati tulipata kazi tukua vijana. Alikuwa ananiambiaga mimi sijui niliogo na nani. Nikamuuliza kwa nini? Ananiambia mimi 1,000 ilikuwa kwa mfuko ninasikiaga ni kama sina, yani sikumuziki. Yaani yeye atapumzika pesa iki. Niko na watu hiyo hapa? Si wako? Wapendwa, si wako? Hujaiona mtu akiwa na pesa hapo muziki. Ni moto inamuuma na hapa nyuma. Na sio pesa mingi, ni 5,000. Anakuwa na raha ya siku mbili. Na nyingine siku moja. If you want to know you have grown, it is when the blessing does not give you sorrow. It is when you can still relax and your account is good, is reading good.
It is when you can still worship. Your knee has no problem going down. Yet in your pocket you have 100,000. You can still worship. That is a sign you are ready for the blessing. Bwana Yesu asifiwe. Lakini most of us hata ile kutoa. Nilisema hata ile kutoa tunatoka kwa hii madhabahu. Ni hongo tunaambia Mungu. Hiyo tithe Mungu nimetoa. Na wewe hii mwezi nataka kuona kila kitu nyororo. Kemea mharibifu. Mwizi akija kemea. Na waacha nikwambie ukikuja na hiyo mentali utaijua hiyo mwezi. Hiyo ni hongo. Bwana Yesu asifiwe. Pia jirani yako don't hog God, don't bribe God. Give him because you love him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mnaona watu wakija kanisani, hata hii kanisa mnajua. Mtu anakuja hana kitu. Anakaa anapata kakitu. Sababu connection yake na Mungu ilikuwa apate kakitu. So huyo mtu alikuwa anakulia Mungu jaro, amepata so anahepa. May God help us. Are you ready for the blessing? Yes. Can you handle the blessing? Yes. Ndio kusema yes in one thing. But practical is another thing. I can handle blessing myself. You can handle Blessing myself. Oh, good. That's the good answer. You can handle the blessing myself. Baba, nibariki na gari. Baba, katika jina la Yesu, ninafungulia hiyo nyumba, my friend. Watu watarara. Si ninaona watu wanaenda wananunua hii ufa ya 50. Ufa ya 5K. Hiyo plot haikaliki. Kwanza anafungua milango yote na madirisha. Watu wajue kuna kenada kwa hiyo nyumba. Lakini si bado ni waumini. Are you ready for the blessings, church? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakaa kwa amani ukibarikiwa. Are you ready for it? Yes. So when you see tumefika gapi? Nataka tumalize because of time. When you have endless struggles in your life and suffering is a sign there is kuna mjumbe wa madhabahu anaongea kwa maisha yako au maisha yenu. Limitation in meeting your need. Number 3, unsolved mysterious situation. Unsolved mysterious situation. Hali ambazo zinakujaga kwa maisha yako ni hali ambazo huwezi eleza. Yaani something mysterious happens. That is so much negative. It affects you. It affects your family members. It affects your people. Sometimes ni kazi. Unakutaka unafikaga mahali hapa juu, unaiona haki. Kesho ninajua manager aliniambia niende, nitaingia kazi. Ukienda unakuta manager amebadilisha sura. Unashindwa, si uliniambia nikuje. Unashindwa, every time hiyo tenda iko karibu kufika kwa mikono, ndio hii. Unaona hii nili unaona unalima, unaangalia hii unaona hii mavuno ile nitakuwa nayo. Hii nitavuna. Wacha ukaribia kuvuna. Ndio utajua sio yako. Unatokea kikitu. Unashindwa ni nini? Ni what is this? Yaani shetani hana shida ukianza. Anza unaenda. Ndio hii. Wakati unaenda kulipwa kesho. Unasikia bosi. Afadhali hata bosi akupe na gari ya garagara. Unasikia kwa Kenyatta. Sasa hiyo cheki alikuwa nisaidie ile cheki. Ni wewe unapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi wamekuwa wakipitia hali hii? Yaani wewe yaani mambo yako haitimiani. Wakati ukaribu kushika ndio hiyo. Wapi nenda hiyo. Unaona haki. Kama ingeenda through hiyo ilikuwa haki kwa account yako. Yaani una shetani anahakikishaga umenusa. Amen. Anahakikisha umenusa hiyo nyama. Lakini hautakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ninaongelea hapa? Amen. Kuna mtu ninaongelea hapa? Yes. Hamujawahi ona watoto wengine kwa shule. They are very bright. Masomo inaingiaga kuingia tu. Naye unakuta baba amekufa. Mama alikuwa mmoja angesomesha huyu mtoto hakuna. Mpaka sasa ni majirani na community inajaribu kusomesha mtu. Ni sharp. Lakini watoto wa kusomesha hakuna. Unakuta mwingine dura hakishikanisha kitu. Lakini baba ni tajiri hujaona. Mpaka anasukuma na pesa. Na pia mwalimu akula hivi ataka wacha kiende hiyo klasi nyingine. Hakifiki. Haleluya. Muulize jirani yako wewe ulikuwa kategoria gani? Bwana Yesu asifiwe. So
and solve mysterious situation. Angalia watu ambao pia wako na destiny kubwa. Look at their beginning, very funny. Look at Moses, very funny beginning. Wale watu wako na hatima kubwa, they are fought a lot. Na madhabahu inajuanga watu wa hatima. Maana kila mtu ako na nyota yake. Tumesema Yesu alionekana nyota yake. Every one of us has got a star. Na ndio maana wale wanadaga pande ile nyingine wanaambiwa nyota imefichwa kwa mkia ya ng'ombe. Ni uongo tu, lakini kuna kaukweli ndani. Anaangalia, naona nyota yako kuna vitu zimekamata. I hope you understand when we are talking about star. Destiny, hatima ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Andika ingine ya mwisho tumalize. Prolonged afflictions. Mateso inakuchukua muda sana. Prolonged affliction. Kuna familia zingine unakuta kuna magonjwa ambayo haina hata jina. Niliona wengine wako na shida ya kuona usiku. Wanaonaga usiku, mchana hawaoni. Mshawaona hizo vitu? Mliona hiyo kwa TV, NTV? Wao wanaonaga kama paka. Usiku wako sawa hapa kwa hapa hivi. Usiku yao ndio mchana yao. Na unashindwa hizi ni nini? Wengine unakuta kuna magonjwa. Niliona wengine sijui pande ya Kisii wanamea vitu zingine na wanakuwa sijui nitahitaji kwa Kiingereza inapotea. Wanakuwa lame. Mtu alizaliwa akiwa mzima lakini imefika a certain age anaanza kutambaa. Anarudi mtoto anaanza, yani unakuta vitu na unakuta ni kwa familia mzima. Don't you see that thing is not normal? Bwana Yesu asifiwe. Au unasema hiyo ni kawaida? It's not normal. It's not normal. Watu wanafaa kuona usiku, nyinyi mnaonaga usiku aje. Ati ni genetic, sijui genetic. Wachana na genetic na hizo takataka. Lakini it's the nature of God. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, kwenu ni nini mnaona? Sasa mtu kama huyo, unakwenda kumwambia utabarikiwa. Si kwanza msolve hii problem. Si tusolve hii kwanza. So prolonged afflictions, AG or IE divorces. Unakuta kuna divorces in a family, kuna poverty, backwardness, barrenness, all those things, untimely death, sudden death. Can I repeat? Prolonged affliction, i.e. divorce. Andika hiyo, divorce. Hizi divorce mnaona zingine ziko na pepo ndani. Divorce, poverty, backwardness ni kurudi nyuma. Na kuna mtu alisema ukitaka kujua kwani kuna hizi pepo, angalia wasichana wakiolewa, si kweli? Na uangalia vijana wakianza kupata mali, ndio unajuaga hizi pepo zinajitokeza. Kuna watoto unakutanga the formative years, kuanzia mwaka kamezaliwa mpaka 18. Huyo mtoto unakuta yani anaponea kidogo kidogo, kuponea tu. Kama hata kufa between 1 year mpaka 18. Kutoka miaka 18 huyo mtoto unaona hiyo shida imeisha. Unakuta huyo mtoto hata hagojekagi. Lakini between age 1 until 18 ameponea miaka mambo mingi sana. Si ni kweli? Ni wangapi walipitia hapo? Ulipitia? Yaani hata sasa hivi unajiangalia, hata watu wa kwenu wanakuangalia wanasema, "Guy, Eunice, you are still alive," because hawaku wanaamini utapona. Wali ni utakufa. Hata mama yako walijua wewe ni wetu na Mungu. Hata wengine wanasema huyu ni Mungu alirudishia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati maana hiyo madhabahu ilikuwa na age limit. Iliinuliwa ya watoto. Kuna madhabahu zimeinuliwa kwa sababu ya watoto. Ukitoka childhood sasa inaachana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu zinashughulikiana watu na age limit. Unaona kwenu mnakufanga na 50. Hata mnajuanga kwetu hatupitaki 50. Kuna a certain man of God, very anointed. Alikufa at that age. His brother died at a very age, 51, 50. Hapo hapitaki.
Very anointed. Abia jirani yako angalia mbele. Tunamalizia. So ya kwenu inakuwa wapi? Pastor. Ukiangalia kwenu so prolonged affliction, divorce, divorce, poverty, backwardness. Yaani hamwendagi mbele, mnaendaga mkirudi. Barrenness, untimely death, sudden death, all these things, among many others, they are signs ya kwamba there is an afflicting demon in that family. The last one, setbacks and failures. Setbacks and failures. And nafikiri nimeongea sana kuhusu setbacks and failures. Bwana Yesu asifiwe. God willing, tutaendelea coming Sunday. Sunday tutaangalia the impact of evil altars in our lives. Their meaning, and then it's a long topic, we can't do it today, but I believe we shall continue. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amesaidika? Kuna mtu ameshikanisha? Umeanza kujiona? Umeanza kuona kwenu? Hallelujah. This is the reason why the Bible says we should work our salvation with fear and trembling.